Hili nalo ni jipya tena kinomanoma, kwamba je, hapo Sonia amefuata nini? Alipewa mwaliko? Hapana, hajapewa mwaliko. Sasa katika sherehe ya watu wengine, yeye kafuata nini? Ni jambo jipya au jambo gani ambalo amelifuata? Kumbuka mtoto wake tayari ameweza kupelekwa huko nje ya nchi moja kwa moja kwenda kusoma, lakini mwisho wa siku kwa sasa hivi mambo ndio hivyo tena. Basi kama unavyojua harakati zimekuwa nyingi sana. Kwa hivyo kwa sasa mambo ni mapya kabisa. Kwa hivyo amekuja na surprise mpya, mpango mpya kabisa kuweza kuhakikisha ndoa au anaharibu sherehe ambayo imepangwa hapo. Kwa hiyo lengo lake amekuja kuvuruga. Basi nikualike moja kwa moja nikwambie tu kwamba hakikisha kama ni mara yako kwanza kufika hapa, basi nikusihi hakikisha unakuwa kwanza kabisa kuweza kubonyeza neno subscribe, nafikisha nikukaribishe moja kwa moja. Hii ni Bongo Movie Network na hapa watu tunazungumza lugha moja tu ambayo ni lugha ya uchambuzi. Kama ni mara yako kwanza kufika hapa, basi hakikisha unabonyeza neno subscribe. Sasa nikualike moja kwa moja nitakufahamisha kile ambacho amekuja kukifanya, lakini wakati huo tukijaribu kupitia vitu mbalimbali nikikujuza pia jaribu kuona namna gani ilivyo kwa sasa, ambapo takriban kwa sasa tunazidi kusonga mbele, tamthilia inazidi kusonga japokuwa ipo katika hatua za mwisho na suni tamthilia mpya itaweza kurushwa, japokuwa kwa sasa hivi bado mambo yanawekwa sawa ili kusudi kuweza kutengeneza kitu ambacho kiufupi kitakuwa ni HD kabisa na bora zaidi. Sasa kama ulivyoona ujio wa Sonia umefika tayari, lakini kabla ya hapo ni kwamba tuliweza kuona kwa ametoka airport na moja kwa moja wamekuwa wakinani. Kwa hivyo kwa sasa hivi kwanza kabisa niwape taarifa kwamba Kizibo nani huyu ambaye ni Kalobo hataonekana tena katika episode yoyote. Kwa hivyo imefanyika hivyo kwa sababu kuna changamoto kidogo zilizojitokeza hasa katika upande wa uigizaji. Kwa hivyo moja kwa moja ikaonekana bora apumzike kwanza kwenye mambo ya uigizaji. Kwa hivyo ikabidi tengenezo hiyo plani ili kusudi aweze kutoka namna hiyo. Kwa hiyo ndio maana hata mifumo ya kuweza kumuaga na nini muda mrefu sana alikuwa hajaonekana. Kwa hivyo sababu kubwa ndio hiyo hapo. Sasa moja kwa moja wakawa na bishana pale, lakini mwisho wa siku kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Joan kwa sasa hivi na yeye yupo vizuri kweli anaongea. Kwa sasa hivi kwa asilimia kubwa Joan ameanza kufanya vizuri sana katika hizi episode za mwisho. Amekuwa kijitahidi na mnafanya vizuri, hasa kwa namna ambavyo mambo yanavyokwenda, anajitahidi sana kinomanoma. Sasa mambo ni mazuri kwa sababu kwa upande mzima wa Joan kwa sasa hivi basi anajielewa na anajua kabisa kipi kinachoendelea, lakini amekuwa akisisitiza na kuweza kuambia ukweli, hasa hawa wakina baba Joan kuweza kumwambia ukweli, hasa kwa upande mzima wa Sonia kwamba ni mtu ambaye ni tofauti kabisa na wanavyodhani, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye anaigiza vitu vya tofauti kabisa, lakini uhalisia ni kwamba kwa upande wa Kizibo anajielewa kabisa, ndio maana amekuwa akifanya hivyo. Sasa kwa hivyo pale Sonia ikabidi aweze kuondoka tu kwa sababu aliona hana nchi, hana mchongo tena pale, kutokana kwamba kwa baba Kalobo anakuwa anampa ya time sana mdoli. Kwa hivyo inakuwa inamuuma sana. Ni vile tu afanyeje sasa, kwa sababu alishakwisha kuachana, tuseme kwamba ile nafasi aliichezea hapo mwanzoni. Lakini je, kama asingeichezea, unajua kuna wakati vitu fulani vinafanyika kwa ajili ya mipango ya Mungu. Sasa je, kama ile nafasi asingechezea vile, maana yake mdoli asingetokea. Kwa hivyo, lakini haimaanishi kwamba angebakia vile vile, lakini kuna namna ambayo ingeweza kufanyika kitofauti zaidi, ambao ni tofauti. Lakini mambo yanaendelea kupamba moto na mambo ni mazuri kinomanoma. Basi ndio hivyo. Sasa kwa upande mzima kwa upande mzima kule kwa huyu ambaye ni wakina Kisoda, mambo ni mazito. Wanakuja kupewa taarifa kwa sasa hivi kwamba yule ambaye amekuwa akiwapa maelezo hakuwa yeye. Kwa hivyo kwa sasa hivi basi wanakaa chonjo. Kwa sasa hivi hawaelewi kabisa kwamba Kizibo anachezea akili kinomanoma. Kwa hivyo kwa sasa hivi hawaelewi kabisa wafanyeje, lakini mambo ni mazito kama unavyoona, wanajitahidi sana lakini wapi. Kwa hivyo hili ni balaa zito kinomanoma ambalo kwa upande wao binafsi wanapambana nao, lakini hawajui walianzieje au waanzeje au wawe nalo kivipi. Kwa hivyo hapo kiufupi mambo ni moto kweli na ni mazito. Sasa tukiachana hao ni kwamba kuna kitu kipya cha kitofauti kabisa ambacho inabidi kiweze kufanyika sasa. Lakini mwisho wa siku ni kwamba kama mambo yanavyokwenda kwa sasa itakuja kujulikana. Sasa kuna kitu kipya sasa cha baba Kalobo ambacho ameweza kukiamua, na sasa hivi ameamua kwamba anataka kufanya kitu cha kitofauti sana, hasa kwa kuweza kuhakikisha kwa pande mzima wa huyu ambaye ni Joan, kwa taarifa ambazo amekuwa kimpatia, basi kaona afanye mpango mmoja ahakikishe
anaweka CCTV camera. Halafu atakapoweka zile CCTV camera, basi iweze kuwa rahisi kuweza kuhakikisha anamchukua anamrekodi kila kitu kinachoendelea humo ndani, ili kusudi kuweza kuhakikisha basi usalama unakuwa ni imara zaidi, kwa namna ambavyo kwa sasa hivi mambo yanavyokwenda, kwa taarifa jinsi ambavyo anazipata kutoka kwa mdoli. Kwa hivyo CCTV kamera itakuja mnase vizuri. Kwa hivyo hapo ndivyo itakuwa mwisho kabisa, lakini amekuwa akifikiria sana. Mambo ni mengi kweli. Katika hii hata hatujapata nafasi ya kuweza kumuona kina fashion na nini, lakini tumeweza kuona kitu kipya kabisa kwa upande wa Remy. Remy kwa sasa hivi pale nyumbani kwao anamsumbua sana, anawasumbua na sijui itakuwaje. Ama hakika ile familia nao ni balaki noma. Sasa sijui itakuwaje, kwa sasa hivi kuna vita nzito sana. Sasa kwa kidogo tu Vicky ambatishe Sonia kidogo aweze kumdukua, aweze kumpata taarifa kwamba kumbe na yeye ni anameza vidonge, lakini hii siri itakuja kufahamika mbeleni. Kwa hivyo suni tu mambo atakuja kuwa tofauti kabisa na jinsi ambavyo mambo yanavyokwenda. Kwa hivyo kwa hivi karibuni kwa upande wa Sonia atakuja tu umbuke na mambo atakuwa ni mengi kuliko. Sasa baada ya pale ndipo akawa amepanga safari yake, lakini pia kwa mzee Mkumbi kule napo pia ni mambo ni mazito, kwa sababu ameanza kumpa sheria yule binti, kitu ambacho kiufupi kinaashiria wazi kwamba mambo ni moto kweli na sijui kama itakuwaje. Hili ni balaa zito kinoma. Sasa wakati hao yanajili, hakikisha tu unakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata updates kamili kwa kile kinachoendelea, hasa kubonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni pamoja na ikiwa ni support kubwa sana ambayo unatupatia, hasa kwa namna ambavyo kwa sasa hivi mambo ni mazito kinoma. Sasa tumalize kabisa mwisho bana. Sasa ni sherehe ya happy birthday ya mdoli ambayo amefikisha, lakini huyo ambaye ni Sonia kaja pale. Lengo la Sonia kuja pale ni kuweza kuvuruga, na hizo taarifa alizipata mapema tu, kaja pale kuweza kuvuruga, kaleta mapya kabisa ambayo kidogo kuharibu furaha ya wao. Kwa hivyo hiyo ndio lengo kubwa. Basi kutokana na hayo, basi kwa muda huu niseme sina ziada. Hii ni Bongo Movie Network, tukutane muda na saa mwingine. Asante kwa kuwa na mimi. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Sasa kwanza kabisa leo inakuwa ni siku ya kitofauti kabisa ambayo huyu mfanyakazi Lembua haamini kabisa kile ambacho anakiona, kwa sababu alijua aidha Kizibo ni mwehu, yani hajielewi kabisa, lakini leo anachokuja kushuhudia kinakuwa ni kitu cha hatari sana. Sasa hii inakwenda kuibua maswali mengi sana, hasa kwa upande mzima wa binti Lembua, kwa sababu atajiuliza kwamba huyu lengo lake ni nini, lakini pia akashampa tahadhari kwamba asijichanganye, kwa sababu kama akijichanganya
basi ile tunavyoita kwamba jinsi ambavyo anavyojipendekeza basi au wanavyofuatilia vitu basi itakuja kumponza na kumkosti kwa Kiswahili cha kawaida kabisa. Sasa hii yote ni balaa zito, lakini pia kumbuka huu ni miongoni mwa watu ambao Lembua, mtu mwenye uzoefu sana, ambaye pia kama labda niweze kuibia siri, ametokea kijijini ambapo kiufupi kule mambo ya kichawi na nini anaelewa kabisa. Kwa hivyo moja kwa moja anakwenda kutengeneza mpango ambao pia huyu mfanyakazi atakuwa ni msaada mkubwa sana. Lakini kuna vitu vingi sana ambavyo pia hatujapata nafasi ya kuweza kuviona, ambavyo pia nitakufahamisha hapa. Kitu cha msingi tu hakikisha unabonyeza neno subscribe. Hii kionyesha la upendo pia, kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii, basi kabla yote kabisa nikualike, kama ni mara yako kwanza kufika hapa, basi nikwambie tu kwamba hapa kwa tunazungumza uchambuzi. Hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha nikualike moja kwa moja tuweze kuanza uchambuzi kwa kina, sasa nikikufahamisha vitu vingi sana ambavyo ulikuwa huvifahamu. Sasa mwanzo kabisa tuliweza kuona ni kwamba katika tukio lililopita tuliweza kuona Kizibo aliweza kumchukua na ikiwa inasadikiwa kwamba anampeleka kuweza kumlimisha mashamba, kitu ambacho kiufupi kilikuwa kinatupa maswali mengi sana, lakini pia tulikuwa na hamu ya kuweza kufahamu vitu vingi sana kwamba je, anakwenda kumpeleka shamba gani. Lakini kumbuka huyu ni dada yake, na kiufupi hasa kwa upande mzima Baba John amekuwa akimpenda sana na kumkubali kinoma Kizibo. Ni vile tu huyu Kizibo ana moyo mbaya sana. Tukiachana hao ni kwamba tumeweza kumuona Mr. Kam akiwa ametulia pale. Sasa wakati wamekaa pale, kwa bahati mbaya au nzuri, Sonia anatokea pale, na anapofika pale walikuwa na rafiki yake ambaye ni Lecho Roy. Kwa sasa hivi kidogo kuna namna fulani hivi amebanwa kule, kwa hivyo kuna namna ambayo sintofahamu, lakini pia vitu vingi sana vipo kuhusu yeye, hasa kwa yule mfanyakazi Samira ambaye kwa sasa tunajua kabisa anaishi pale. Sasa tukiachana hao ni kwamba Sonia wakiwa na Lecho basi wameweza kufika pale na kuweza kumuona. Sasa Sonia alivyo na wivu, moja kwa moja akaamua mchane mwambie kwamba aseme kwamba dawa sio nini, anatumia dawa atamuua, lakini ukweli ni kwamba Kam anayajua hayo yote, kwa hivyo imekuwa ni rahisi sana. Lakini pia kitu kipya kimeweza kuibuka, ambapo kwa upande mzima wa Lemi ameweza na yeye kuvunja ukimya, hasa kuweza kuhakikisha anamwambia yale yote ambayo alijili, hasa ukweli wote, kwa sababu inafahamika kwamba mtu ambaye aliwaambukiza ukimwi alikuwa ni mzee mkubwa Captain Madevu, Mr. Madevu Hansi mwenyewe. Sasa aliweza kuambukiza ukimwi wote. Kumbuka ambaye hakufanikiwa kulala tu na Mr. Hansi alikuwa ni Kizibo, ambapo mara tu baada ya kuweza kukataa kulala naye Hansi, basi aliweza kufukuzwa na kuweza kutupwa huko mapolini. Sasa lakini wanawake wote ambao cycle nzima ya Hansi ambao wamepita nao wote wamefanikiwa kuweza kuambukiza ukimwi, akiwemo Lemi, Sonia pia, ambapo kwa upande mzima wa Lemi ameanza kumwambukiza pia kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Kizito, ambaye kwa sasa hivi hali yake ni mbaya. Kiufupi tumuombee sana, kwa sababu anaugua ugonjwa ambao haujui. Sasa hali yake ni mbaya, homa na nini, yeye anameza dawa za kichwa, kumbe anaugua ukimwi, kitu ambacho hajaambiwa na mhusika mwenyewe ambaye aliweza kumwambukiza huo ukimwi. Sasa Kam anapata zile taarifa pia, lakini kwa upande mzima wa Lecho anafahamu siri za upande mzima wa Sonia, kwamba naye pia ni miongoni mwa watu ambao wanaugua ukimwi. Kwa hivyo Sonia ikibidi aweze kuwa mpole na kuweza kumchukua moja kwa moja na fasta waweze kuelekea kule. Sasa leo inakuwa ni siku ambayo kwa upande mzima wa Baba John pamoja na Mdoli wanaelekea kule shuleni kwa Kalobo. Sasa wakati wanaelekea kule shuleni kwa Kalobo ni kwamba mfanyakazi wanamsifia sana, kwa hivyo hicho kitu kinamfanya Kizibo aumie sana, hali ambayo inapelekea aweze kuhakikisha anafanya kama mchezo kadogo tu kuweza kuhakikisha anamwaga yale maji ambayo alikuwa amewaagiza, ili kusudi au ananani, ili kusudi yani itokee sitofahamu, ionekane kwamba kuna kitu cha kitofauti ambacho amekileta. Kwa hivyo imekuwa kwamba na huyo pia yupo vile vile kama ule wa mwanzo ambaye alikuwa ni Samira. Sasa hiyo yote ni bifu ambalo anazidi kulitengeneza. Bana, kumekucha sasa, ambapo kwa upande mzima wa Nasla aliamua pia kuweza kuelekea kule kwa Salome pia tunajua kwamba ameolewa na ule mwamba yuko pale hivi. Sasa issue ni kwamba huyu mwamba kiufupi kimaisha yupo vizuri zaidi ya fashion, na anampenda sana Salome, lakini kama unavyojua wanawake siku zote wamekuwa ni watu tofauti kabisa. Unayempenda anampenda mwingine, na huyo mwingine naye ana mwingine. Hicho kitu ndicho kinachotokea hapo kwa upande mzima wa Nasla pamoja na fasheni. Kumbuka Kizibo ndio alikuwa mke wa fasheni, lakini kwa sasa hivi mambo pia yamebadilika kabisa. Lakini kumbuka bado ile ahadi ambayo kwa upande mzima wa Kizibo aliweza kuahidi kwamba atakuja kuwatonesha vidonda, kuweza kuleta maumivu makali sana kwa wale wote ambao walimfanyia mambo mabaya, bado hajaanza kuyatekeleza. Kwa hivyo bado anamalizana kule kwa Baba Kalobo, ambapo kule kidogo mambo ni mazito kinoma. Sasa mambo mwenyewe anasikia zile taarifa kwamba nje kuna mgeni hapa, kwa hivyo anakuja kumuona Salome na anamkuta anaongea na ule Nasla kiufupi anaamua tu kutokomea kiaina fulani hivi kusudi mambo yasiwe mengi. Sasa yote anajili hayo, lakini mwisho wa siku anadanganya kwamba yule ni mwenzao wa vikoba. Kwa hivyo
kuna namna ambavyo inakuwa anarahisisha na kuweza kufanya vitu viweze kuwa rahisi kusudi aweze kusolve hiyo issue. Sasa tuje kwa upande mzima, kuna rafiki yao yule ambaye rafiki yao na Rufa pamoja na Fashion, yeye kaamua kuwaita aweze kuhakikisha anawapatanisha, lakini upatanisho huo umepata doa kubwa sana, kwa sababu imekuja kuonekana kwamba pia Rufa anafahamu siri zote za mambo Fashion. Kwa hivyo hapo inakuwa ni kibarua kizito ambacho kipo kiufupi. Hili ni baraza tu. Sasa kwa sasa hivi kwa asilimia kubwa ni kwamba mmoja ya mtoto mwenye akili sana alikuwa ni Joani. Joani ndio mwenye akili na anaelewa mle ndani kile kinachoendelea. Sasa kwa kuwa anaelewa kile kinachoendelea, kwa hivyo kuna namna ambavyo anajaribu kufanya ili kusudi mambo yaweze kuwa tofauti na jinsi ambavyo kwa wengine wanavyohisi. Lakini mwisho wa siku ni kwamba yote kwa yote lazima mwisho wa siku utakuja kuonekana, kwa sababu sasa hivi siri zinazidi kuvuja. Siri zimevuja, maana yake ni kwamba pia huyo mfanyakazi ameweza kufahamu na kujua hasa ile siri ambayo inayofahamika hasa kwa upande mzima wa huyo ambaye ni Kizibo, kwamba anaigiza. Yote anayoyafanya ni kwa sababu tu anaigiza, au hafanyi kwa lengo zima la kuna mambo yake ambayo binafsi anayawaza ili kusudi aweze kuyalipiza kisasi, kitu ambacho ni noma na hatari vibaya sana. Sasa leo niseme sina ziada. Hii ilikuwa ni Bongo Movie Network, na hapa siku zote huwa tunazungumzia uchambuzi kwa kina. Kama tu ni mara yako kwanza kufika hapa, basi nikusia hakikisha mko kwanza kabisa kuweza kupata hadithi pindi muda na sana unatoa tamthilia hii. Kumbuka tamthilia hii inarushwa kila baada ya siku moja mapumziko, alafu kisha tukutana siku inayofuata. Niseme sina ziada, tukutane na saa mwingine. Hii ni Bongo Movie Network. Chao. Sasa kwanza kabisa leo inakuwa ni siku ya kitofauti kabisa, ambayo huyu mfanyakazi Lembua haamini kabisa kile ambacho anakiona, kwa sababu alijua aidha Kizibo ni mwehu, yani hajielewi kabisa. Lakini leo anachokuja kushuhudia kinakuwa ni kitu cha hatari sana. Sasa hii inakwenda kuibua maswali mengi sana, hasa kwa upande mzima wa binti Lembua, kwa sababu atajiuliza kwamba huyu lengo lake ni nini. Lakini pia kashampa tahadhari kwamba asijichanganye, kwa sababu kama akijichanganya basi ile tunavyoita kwamba jinsi ambavyo anavyojipendekeza basi au anavyofuatilia vitu, basi itakuja kumponza na kumkosti kwa Kiswahili cha kawaida kabisa. Sasa hii yote ni balazi tu, lakini pia kumbuka huu ni miongoni mwa watu ambao Lembua, mtu mwenye uzoefu sana, ambaye pia kama labda niweze kuibia siri, ametokea kijijini ambapo kiufupi kule mambo ya kichawi na nini anaelewa kabisa. Kwa hivyo moja kwa moja anakwenda kutengeneza mpango ambao pia huyu mfanyakazi atakuwa ni msaada mkubwa sana. Lakini kuna vitu vingi sana ambavyo pia hatujawapata nafasi ya kuweza kuviona, ambavyo pia nitakufahamisha hapa. Kitu cha msingi tu hakikisha unabonyeza neno subscribe. Hii ni ishara ya upendo pia. Kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii, basi kabla ya yote kabisa nikualike, kama ni mara yako kwanza kufika hapa, basi nikwambie tu kwamba hapa huwa tunazungumza uchambuzi. Hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha nikualike moja kwa moja tuweze kuanza uchambuzi kwa kina, sasa nikikufahamisha vitu vingi sana ambavyo ulikuwa huvifahamu. Sasa mwanzo kabisa tuliweza kuona ni kwamba katika trailer iliyopita tuliweza kuona Kizibo aliweza kumchukua, na ikiwa inasadikiwa kwamba anampeleka kuweza kumlimisha mashamba, kitu ambacho kiufupi kilikuwa kinatupa maswali mengi sana. Lakini pia tulikuwa na hamu ya kuweza kufahamu vitu vingi sana kwamba je, anakwenda kumpeleka shamba gani. Lakini kumbuka huyu ni dada yake, na kiufupi hasa kwa upande mzima Baba Joan amekuwa akimpenda sana na kumkubali kinoma Kizibo. Ni vile tu huyu Kizibo ana moyo mbaya sana. Tukiachana hao ni kwamba tumeweza kumuona Mr. Kam akiwa ametulia pale. Sasa wakati wamekaa pale, kwa bahati mbaya au nzuri, Sonia anatokea pale, na anapofika pale alikuwa na rafiki yake ambaye ni Lecho Roy. Kwa sasa hivi kidogo kuna namna fulani hivi amebanwa kule, kwa hivyo kuna namna ambayo sintofahamu. Lakini pia vitu vingi sana vipo kuhusu yeye, hasa kwa yule mfanyakazi Samira ambaye kwa sasa tunajua kabisa anaishi pale. Sasa tukiachana hao ni kwamba Sonia wakiwa na Lecho, basi wameweza kufika pale na kuweza kumuona. Sasa Sonia alivyo na wivu, moja kwa moja akaamua mchane mwambie kwamba aseme kwamba dawa sio nini anatumia dawa tamuua. Lakini ukweli ni kwamba Kam anayajua hayo yote, kwa hivyo imekuwa ni rahisi sana. Lakini pia kitu kipya kimeweza kuibuka, ambapo kwa upande mzima wa Lemi ameweza na yeye kuvunja ukimya, hasa kuweza kuhakikisha anamwambia yale yote ambayo alijili, hasa ukweli wote, kwa sababu inafahamika kwamba mtu ambaye aliwaambukiza ukimwi alikuwa ni mzee mkubwa Captain Madevu, Mr. Madevu Hansi mwenyewe. Sasa aliweza kuambukiza ukimwi wote. Kumbuka
ambaye hakufanikiwa kulala tu na Mr. Hansi alikuwa ni Kizibo, ambapo mara tu baada ya kuweza kukataa kulala naye Hansi, basi aliweza kufukuzwa na kuweza kutupwa huko mapolini. Sasa lakini wanawake wote ambao cycle nzima ya Hansi ambao amepita nao wote wamefanikiwa kuweza kuambukiza ukimwi, akiwemo Lemi, Sonia pia, ambapo kwa upande mzima wa Lemi ameanza kumwambukiza pia kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Kizito, ambaye kwa sasa hivi hali yake ni mbaya. Kiufupi tumuombe sana kwa sababu anaugua ugonjwa ambao haujui. Sasa hali yake ni mbaya, homa na nini, yeye anameza dawa za kichwa, kumbe anaugua ukimwi, kitu ambacho hajaambiwa na mhusika mwenyewe ambaye aliweza kumwambukiza huo ukimwi. Sasa kama anapata zile taarifa pia, lakini kwa upande mzima wa Lecho anafahamu siri za upande mzima wa Sonia kwamba naye pia ni miongoni mwa watu ambao wanaugua ukimwi. Kwa hivyo Sonia ikibidi aweze kuwa mpole na kuweza kumchukua moja kwa moja na Fasta waweze kuelekea kule. Sasa leo inakuwa ni siku ambayo kwa upande mzima wa Baba Joan pamoja na Mdoli wanaelekea kule shuleni kwa Karobo. Sasa wakati wanaelekea kule shuleni kwa Karobo ni kwamba mfanyakazi wanamsifia sana, kwa hivyo hicho kitu